Dunia inakwenda kasi sana. Hivyo ndivyo tunavyoweza kufungua mjadala wetu wa leo ambao tunaangazia masuala kadhaa yanayoendelea kwenye uga wa kimataifa. Kule Davos, Uswisi, ambako jukwaa la kiuchumi la kimataifa linaendelea, linawakutanisha nchi mbalimbali duniani. Kumeendelea kuripotiwa matukio kadhaa, na leo Rais wa Marekani Donald Trump amezindua rasmi bodi ya amani. Kumbukwe bodi hii iliundwa mara ya kwanza kwa lengo la kushughulikia changamoto ama mgogoro wa Gaza na ujenzi wake rasmi, lakini kwa sasa imekuwa na marekebisho inayolenga sasa kushughulika na migogoro yote duniani. Kwa hivyo pale Davos, Uswisi, Rais wa Marekani akiwaongoza wajumbe kwenye bodi hiyo amefanya ufunguzi wa bodi hiyo, ambapo nchi kadhaa zimeripotiwa kushiriki ama kuwa tayari kuunga mkono ama kujiunga kwenye bodi hiyo. Marekani yenyewe ikiongoza pale, Bahrain kutoka eneo la Mashariki ya Kati kule, Saudi Arabia, Kuwait, Indonesia, Uturuki na mataifa mengine mengi ya Morocco kutoka Afrika, hata Egypt pia ni miongoni mwa mataifa ambayo yamethibitishwa kuwa atakuwa mwanachama kwenye bodi, kwa maana ya mfuko ama forum, jukwaa litakalolenga kushughulika na migogoro duniani. Kimsingi bodi hii ni utashi wa Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo ameiunda yeye kama mwenyekiti, ikiwa kuna wanachama wengine ama memba wengine, ikiwemo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ni miongoni mwa wanachama. Yumo pia mwanadiplomasia wa Marekani anayeshughulikia mizozo eneo la Mashariki ya Kati, anafahamika kwa jina la Steve Witkoff, ni miongoni mwa wanachama. Yuko waziri wa mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair, naye pia ni mwanachama kwenye bodi hii ya migogoro ya kidunia. Yupo pia mshauri wa masuala ya usalama wa Marekani Robert Gabriel. Yuko pia mwanachama mwingine rais wa Benki ya Dunia Jay Banga, pamoja na viongozi wengine mabilionea kutoka katika taifa la Marekani. Kwa hivyo ni bodi ya amani ambayo itajielekeza kutatua changamoto zote za migogoro duniani, na inatajwa kuwa huenda ikawa mbadala wa jumuiya ya kimataifa kwa maana ya United Nation. Kwa hivyo ufunguzi ule umefanyika pale Davos, lakini kando ya ufunguzi huo pia iliripotiwa taarifa ya Rais wa Marekani Donald Trump kuwa amemwalika Rais wa Urusi Vladimir Putin kujiunga na bodi hiyo, lakini Putin mpaka sasa bado hajathibitisha kama atashiriki ama la. Lakini Putin ameagiza Wizara ya Mambo ya Nje ya nchini mwake ilejee vyema ipitie tena barua hiyo ya mwaliko na kuona namna itakavyoweza kushiriki bila kuathiri ushirikiano wake na yale mataifa rafiki kutoka katika maeneo mbalimbali duniani. Na kwenye bodi hii kuna ada ambayo kama malipo ama kiingilio, ambapo nchi wanachama anatakiwa kulipa kiasi cha $1 bilioni, na Rais wa Urusi Vladimir Putin ameeleza kwamba anafikiria kufanya hivyo, lakini atawataka sasa Marekani na nchi za Ulaya wakati wa kujiunga kwake, maana yake fedha ya uchangiaji itoke kwenye amana za fedha ambazo za Urusi zinazoshikiliwa na mataifa ya Ulaya ikiwemo na Marekani. Ikumbukwe Urusi ana fedha zaidi ya $100 bilioni 300 hivi ambazo zinashikiliwa na mataifa mbalimbali ya Ulaya ikiwemo Ubelgiji, Uingereza, lakini hata Marekani pia. Kwa hiyo ameitaka Rais Trump kwamba kiasi cha fedha cha $1 bilioni kama ada ya kuingilia, basi hiyo fedha ichukuliwe kwenye amana yake ambayo imezuiliwa na nchi za magharibi kule katika nchi zao kule Ulaya. Sasa chombo hiki kimeonekana kuibua taswira na hisia nyingi sana, hasa kwa nchi za magharibi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron
pamoja na viongozi wengine wa nchi za Ulaya wameonekana kuwa na wasiwasi na chombo hiki kwa sababu mwelekeo wake unakwenda kuonekana kuchukua nafasi ya Umoja wa Mataifa, na Ufaransa yenyewe mpaka sasa haijatoa kauli ya kukubaliana na bodi hii, hivyo wamesita kujiunga na bodi hii. Kwa hivyo ni bodi ambayo imezinduliwa leo rasmi na pale Davos, Uswisi. Tunasubiri tuone namna itakavyokwenda kufanya kazi ya kushughulika na migogoro duniani. Nakushukuru sana kwa muda wako. Ni mimi mwenyeji wako Salum Hamza, asante sana.